Ujumbe huu ni kwa tapeli, chungaji la kitapeli, mwalimu wa misukule mwenye vyeti 14 Emmanuel Ezekiel. Hebu ngoja tumsikilize kwanza tapeli lenye vyeti 14 vya theology. Leo nakuletea tapeli lenye vyeti 14 vya theology. Cheti cha kwanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wewe umesoma wapi? Weka vyeti vyako. Nataka nikuambie, mimi nimelisoma neno la Mungu, nimeokoka zamani, nimeweka kwenye posti yangu, nimeokoka 1989. Nazungumza na wewe kwa lugha hii kwa sababu moja ya wachungaji matahira kwa kuonekana kwenye hii nchi, umeonekana umo miongoni mwa wachungaji matahira. Naweza kusema you are not different na kina Zuma Ridi na watu wa namna hiyo. Nilifuatilia clip yako, uliwahi kumjibu Mbarikiwa Mwakipesile ukisema ukaonesha vyeti 14 vya theology, lakini na kuijia mimi mjumbe wa Bwana majeshi nisiyekuwa na cheti chochote, bali nina neno la Mungu mikononi mwangu. Jana umetoa taarifa ya uongo, ukasema mwalimu Mwakasege amepata ajali ya gari, amefariki dunia, na ukachapisha kwenye ukurasa wako wa Facebook. Na baada ya kuchapisha vile, watu walipojaribu kukuuliza aiza kukushambulia, ukaanza kusema ilikuwa ni sikukuu ya wajinga. Manake ni mchungaji ambaye unafuata tamaduni za dunia hii, lakini kama ilikuwa ni sikukuu ya wajinga, basi na wewe ni mjinga mmojawapo uliyekuwa ukisherekea hiyo sikukuu. Sasa ngoja tukujibu sisi watu wenye akili. Biblia inasema kama kweli ni mtumishi wa Mungu, wewe nikufunulie kitabu cha Efeso sura ya 4 na mstari wa 25. Nataka nikusomee kitu kimoja hapa, alafu nikushushie moto kamili. Inasema Efeso 4 mstari wa 25, basi vueni uongo mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Kila mmoja kiungo cha mwenzake, mkasemezane kweli kila mtu na jirani yake. Wewe kutoa taarifa za uongo kwa kigezo ya kwamba ni siku ya wajinga ni upumbavu, na inazilisha kabisa kwamba yani ni moja ya mtu ambaye IQ yako ya kibinadamu iko chini sana, IQ yako ya kiroho, IQ yako, ufahamu wako, level yako ya ufahamu, level yako ya akili iko chini sana. Nimekutazama kwa jicho jingine sana, na washirika wake wote wanatakiwa mjue, kama mnalelewa, mjue mnalelewa na tapeli mdunia, jitu la duniani, jitu linalofuata namna na tamaduni za duniani, hata kwa kufanya uongo au kwa kufanya dhambi. Kwa hiyo mimi ni kuonye wewe tapeli, usije ukacheza na neno la Mungu, usitutishe vyeti 12. Mimi sina cheti hata kimoja, lakini nalo neno la Mungu. Angalia maisha yangu, angalia mfumo wa maisha yangu, ni baraka kubwa kwenye jamii. Sio wewe ambaye unasema una vyeti 14 vya theology si nini. Hivyo vyuo vya theology si unataja na aina vyuo, kwanza unavizalilisha. Aina ya vyuo vilivyo kufundisha ndio vilikufundisha kuja kusema uongo. Wewe ni mtumishi wa Mungu, tunategemea besema maneno yenu yawe kweli. Hapana, maana yazidio hayatoka kwa movu. Unadiriki kuchapisha taarifa za uongo. Au wewe ni wanaitwa nini, ma contact tu wale. Ulikuwa unatafuta contact au kiki. Unatafuta kiki kupitia neno la Mungu. Na kuonya wewe na kanisa lako. Na nawasi, Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao. Ninalisi kanisa, kama kuna watu hata waine unawachunga, wakimbie mapema, wajiepushe na wewe. Maana mimi nahisi hata kanisa unalolea hilo
sijajua lina hali gani kiroho, yani sijajua na hali gani kiroho, lakini nahisi tu ni mihuni fulani tu hivi, mizizi fulani tu hivi, mimalaya tu fulani, kwa sababu Biblia inasema kama baba alivyo ndivyo alivyo mtoto. Biblia inasema kwamba mwanafunzi hawezi kumzidi mkufunzi wake, mwanafunzi hawezi kumzidi mkufunzi wake. Maana hata kanisa unalolea ni la aina hiyo. Niliangalia hata na kapicha siku ile huko na mwanao, sema huyu ndo mtoto wangu wa pili, kijana fulani tu hivi, muhuni tu, hata afanani kuwa na mtoto wa mchungaji. Hovyo kabisa, mchungaji wa hovyo, laana ya taifa. Ushindwe kwa jina la Yesu, na kuonya, ukinijia utanijua mimi ni nani. Stupid.